Hayo hiyo istihdad nao ni katika tabia njema za kimaumbile ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallama alizisisitiza sunna hizo watu wazifanye, na akapendekeza kufanywa sunna hizo. Wayambaghi linsanu an yataahadahu, yapasa mwanadamu ajilazimishe na desturi hizo. Wa fi izalati jamal wa nadhafa, na katika kuondosha nywele hizi za sehemu za siri, jamal kuna uzuri, yani kupendeza, wa nadhafa na usafi. Wa yumkinu izalatuhu bighairi alhalqi kalmuzilati almusannaa, pia yaruhusiwa kuzitoa hizi pasina kutumia hata viwembe ambavyo au kunyoa, kama viondosheaji ambavyo vilivyotengenezwa siku hizi. Siku hizi kuna wax kama gundi, inapakwa alafu inaachwa kwa sekunde kadhaa, inakuja inanyofolewa hivi, toka hivi peupe ndiyo muzilat almusannaa, viondosheaji hivi vilivyotengenezwa. Sunna ya pili kwenye hadithi ya Abu Huraira, au tabia njema nzuri ya pili katika sunna za maumbile, alkhitanu, kutairi au tohara wanasema. Wa huwa izalatu aljilda allati tughatti alhashafa, nako ni kuondosha ngozi ambaye inafunika kichwa cha utupu wa mwanaume, hatta tabraza alhashafa, mpaka kionekane kile kichwa cha utupu wa mwanaume. Wa hadha fi haqqi adh-dhakari, na hili hasa ni kwa wanaume. Siku hizi kuna kampeni kabisa, dondosha mkono sweta, ondoa mkono sweta, na tayari wataalamu wa afya washabaini na kuthibitisha kwamba mwanaume ambaye yupo kwenye hali ile basi yuko hatarini sana kupata maradhi mbalimbali, na pia kumwambukiza mwenza wake mkewe maradhi hayo, kwa sababu yule sweta linakuwa linafunika sehemu ambayo kawaida na uchafu inatoa, hasa ikiwa imefunikwa, lakini ikiwa wazi haitoi uchafu. Kwa hiyo inakuwa katika hali ya usalama na uzuri zaidi. Haya yote Uislamu ushayazungumza kama alivyosema kule mwanzo, katika aya mwanzo kabisa ya sura ya 30, aya 30 suratul Rum, wa faaqimu wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Elekezeni nyuso zenu, yani majambo yetu wanadamu tuyapeleke katika maumbile yake Allah aliyotuumba kwayo. Huo ndio uumbaji wa Allah aliyoumba. La tabdila li khalqillah, hakuna kubadili wala kubadilisha kunako uumbaji wa Allah. Watu sasa wanagundua kuwa mkono sweta haufai. Allah shazungumza miaka mingi kupitia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini iliyo sawa sawa, lakini watu wengi hawafahamu. Jambo la tatu, qassu sharibi wa ihfa'u, kupunguza masharubu na kuyawacha kidogo, kuyafuga, usiyatoe yote. Wa huwa almubalaghatu fi qassihi, nako ni kuyapunguza sana. Lima fi dhalika tajmili, kwa sababu ndani ya kufanya hilo kuna kupendeza. Wan nadhafa, na usafi. Wa mukhalafatul kuffari, na kujiweka na kujitofautisha na wasiokuwa Waislamu. Sema ihfahu kama vile kufuga ndevu, tuona mbele huko. Waqad waradatil ahadithu sahiha fil hathi ala qassihi wa i'fa'i al-lihya, na zimethibiti na kuja hadithi nyingi sana zilizo sahihi zikihimiza juu ya kupunguza masharubu na pia kuachia ndevu ama kuzifuga. Warisaliha wa ikramiha, na kuziacha ndevu ziote uzuri.
wa ikramiha, na kuzitunza, sio zio hovyo hovyo zimekaa hovyo hovyo, hapana, au hovyo hovyo. Lima fi buqa'i lihya min aljamali wal madhhari rujula. Hapo sasa, ikiwa katika jambo la kuacha ndevu kuna uzuri na kuonesha uwanaume. Sasa kama una ndevu bwana. Tayib. Waqad akasa kathirun minan nas al-amra, na watu wengi wameenda kinyume na jambo hili. Fasaru, wakawa watu hao yuwafiruna shawaribahum, wenyewe wanafuga masharubu yao mpaka na sokota namna hii, kama askari wa Kijerumani wa miaka hiyo. Wayahliquna lihahum, na akawa na nyewa ndevu zao. Au yuqassiruna, hao wanazipunguza mno ndevu zao. Wa fi kulli hadha mukhalafatu lisunnah wal awamiri alwaridati fi wujubi i'faiha. Yote hayo ya kuachia masharubu yakawa marefu na kuzinyoa ndevu, hiyo ni kuwa kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallama na maamrisho yaliyothibiti katika hadithi nyingi ambazo zimeonesha uwajibu wa kulea na kuzifuga na kuziachia ndevu. Minha, katika hadithi hiyo ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu isemayo, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, jazzu shawariba wa arkhu al-liha wa khalifu al-majus, punguzeni masharubu, achieni ndevu na mjitofautishe na waabudu moto majus. Na hadithi nyingine iliyosimuliwa na mwana wa Umar ibn Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema anin nabiy sallallahu alayhi wasallama qal, kutoka kwa mjumbe rehma na amani ziwe juu yake iwasema, khaliful mushrikin, wa khalifuni, kuweni tofauti na washirikina, waffiru liha, ziwachieni ndevu zenu, wa ahfu shawariba, na zipunguzeni sharubu zenu. Fa'ala almuslim an yaltazima bihadha alhadi an-nabawi, basi ni juu ya Muislamu kujilazimisha juu ya kunako muongozo huu wa kiutume, yani mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kinabii. Wa yukhalifu al-a'da, nawe tofauti na maadui. Wa yatamayazu an tashbihi bin nisa'i, na awe amemaizika na kubainika na kutujitofautisha kati yeye na wanawake. Tayib. Jambo la 4, taqlimul adhafis, kukata kucha. Wa huwa qassuha bihaithu la tatruku hatta tatula, nako ni kuzikata, ni kuzipunguza kucha kiasi kwamba usiziache mpaka zikarefuka. Wataqlimu yujammiluha, na kuzipunguza kucha kunazipendezesha kucha, inakuwa kidole chako, kucha zako zimependeza. Wa yuzilul awsakha almutarakimatu tahtaha, na inaondosha ule uchafu ambao almutarakima, ambao unakuwa umesongamana, yani umejificha kwa wingi wake, tahtaha, chini ya zile kucha. Utaona wakati mwingine kuna weusi kabisa unaonekana chini ya kucha zile zilizofugwa zikiwa ndefu. Wa qad khalafa hadhihi alfitra an-nabawiyyah ba'dul muslimina fasaru yutiluna adhafirahum, na kwa hakika wamekhalifu suna hii nzuri ya kimaumbile ya kinabii. Baadhi ya Waislamu wakawa sasa wanarefusha kucha zao, au adhafira asbu'in muayyanin min aidihim, au wanarefusha
kucha ya kidole maalum katika mikono yao. Ngiro licha hapo mtu amerefusha kirefu. Sicha nini hichi? Hakuna katika Uislamu. Hakifai, fai. Kullu dhalika min tazyini shaytan wa taqlid li a'da'i llahi. Yote hayo ni kupambiwa uovu huo na shetani na kuwafuata maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tano katika sunna ya maumbile, natful ibti, kunyofoa nywele ziotazo makwapani ukiweza kufanya hivyo. Ai izalatu sha'ri nabit fihi, maana yake ni kuondoa nywele zinazoota katika makwapa. Fayusannu izalatu hadha ash-sha'r bin-nutfi au al-halqi au ghayrihima, ni sunna kuziondosha nywele za makwapani kwa kuzinyofoa ukiweza, au kuzinyoa, au kufanya yasiyokuwa hayo mawili, kama yale ya wax tuliyozungumza ya gundi, unatia inabandikwa hapa, baada ya kuwa imepoa inatolewa, tayari unakosha nyoa. Lima fi izalatihi minan nadhafati wa qat'i ar-rawaih al-kariha allati tatajamma'u fi ma wujudi hadha ash-sha'r, ikiwa katika yani ilima fi izalati, kama ilivyo wala kuziondosha hizo nywele za makwapani, minan nadhafati, ni katika usafi, wa qat'i ar-rawaih al-kariha, na kukata ama kuondosha harufu mbaya, allati, ambayo tatajamma'u, hujikusanya, ma'a wujudi hadha ash-sha'r, inapokuwa imepatikana zile nywele nyingi katika sha'r, katika makwapa. Fahadha huwa dinuna al-hanifa, hii ndiyo dini yetu iliyokuwa imenyooka na isiyokuwa na mbwembwe na kwekwere, wala haina mashaka yoyote yale. Amarana bihadhihi al-khisal, dini hii imetuamrisha tabia hizi njema, lima fiha min tajmil, kwa kile kilichomo katika tabia hizo, at-tajmil, kuwa katika mandhari nzuri ya uzuri, wa tathhiri, na mandhari ya kuwa tahara, wa nadhafa, na mandhari ya usafi. Waliyakuna almuslim, na ili awe Muislam, ala ahsan hali, katika hali iliyokuwa nzuri na bora, mubta'idan an taqlidi al-kuffari wal-juhal, akiwa amejiweka mbali kabisa juu ya kuwafata wale wasiokuwa Waislamu na kuwafata wajinga. Muftakhiran bidinihi, hali ya kuwa anakuwa anajifakharisha kwa dini yake, kufata taratibu za usafi. Muti'an li rabbihi, lakini pia amekuwa anamtii Mola wake mlezi. Mutba'an li sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, wakati huo anakuwa amefata mwenendo wa nabii wake, rehma na amani ziwe juu yake. Wa yudhafu ila hadhihi al-khisal al-khams, na kunaongezwa katika mambo haya mazuri matano tuliyoyataja juu, asiwak, kupiga mswaki, la sita hilo, wastinshaqul ma'i, na kusukutua na kupandisha maji pwani na kuyatoa, la saba hilo, walmadmadha, na kusukutua, la nane, wa ghaslul baramij albarajim, na kuosha zile sehemu za vifundofundo hizi hapa, albaramij albarajim hizi, unapokuwa unaosha basi hizi hakisha unafanya hivi, maji yanaingia humu na humu kwenye pachi hizi, inaitwa albarajim, na kuosha maeneo hayo. Wanatful ibti, na kunyofoa nywele za makwapani. Wa halqul ana, na kunyoa sehemu za siri. Wa intiqasul ma, na kustanji, unapokwenda uwani ukatumia maji. Qala Mus'ab ibn Shaybah, ahadu ruwatul hadith, anasema sahaba huyu, mmoja wa wapokezi wa hadithi, anasema
akizungumzia suna za maumbile kwa mujibu wa hadithi anasema, nimeruka hapa, albarajim wa hiya aluqd allati fi dhuhuri alasabi'i. Albarajim navyo ni vifundo ambavyo viko juu ya nini, ya vidole. Nishataja na kuonesha. Yajtamiu fiha alwasq, wakati mwingine hukusanyika katika vifundo hivi na mikunjo hii uchafu. Wastinjau, na kustanji. Wa dhalika lihadithi Aisha radhiyallahu anhuma qal, hizo suna 10 za maumbile zinapatikana katika hadithi iliyosimuliwa Nabii Aisha ummul mu'minina, Allah muiradhi, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amesema mjumbe wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, 10 min alfitra, mambo 10 ni katika maumbile, yani tabia njema kuzifanya hizo tabia hizi 10. Mosi, qassu sharibe, kupunguza masharubu. Pili, i'fa'u lihya, kuziwachilia ama kuzitunza ama kuzifuga ndevu. Tatu, asiwak, kupiga mswaki. 4, alistinshaqul maa, kwa nini kupandisha maji puani na kuyatoa. 5, qassul adhafir, kupunguza kucha. 6, ghaslul barajim, kwa kuosha hizi pachipachi za vidole na juu ya mikunjo ya vidole. 7, natful ibti, kuchomoa ama kunyofoa ama kunyoa nywele za makwapani. 8, halqul ana, kunyoa nywele zotazo pambizoni mwa sehemu za siri. 9, intiqasul maa, kustanji, yani kutumia maji wakati wa kustanji. Imejua ngapi? 9 katika hadithi hii. Qala Mus'ab bin Shayba, anasema Mus'ab bin Shayba, ahadu ruwatul hadithi, mmoja wa wapokezi wa hadithi hii, wanasema wanasitul ashira, nilisahau la 10 ni lipi? Kisha wakasema illa an takuna almadmada, bila shaka hilo ni kusukutua. Hayo ndiyo 10 katika maumbile na khiswalun, na tabia njema iwapaswa mtu ajipambe nazo tabia hizo. Lakini wakati gani mzuri wa kufanya hivyo? Hasa kwenye haya tulazungumza leo, kukata kucha na kunyoa nywele sehemu za siri na pia makwapani. Wakati gani? At-tawqitu fi halqi al-ana wa qassu ash-sharib wa taqlimu al-adhafir wa nutfi al-ibti madbutun bituli hadhihi al-ashya. Kukata, kunyoa nywele za sehemu za siri, kupunguza masharubu, kukata au kupunguza kucha ama kunyoa nywele za makwapani, haya yanadhibitiwa kutokana na pale vinaporefuka. Kucha zikirefuka, punguza. Nywele zimekuwa makwapani, nyoa. Sehemu za siri halikadhalika. Masharubu yameongezeka, yamekuwa marefu sana, punguza. Ndio imedhibitiwa hivyo. Wa hajatul mar'i ila izalatiha, lakini imedhibitiwa pia mtu anapotaka sasa, ngoja niondoshe, hii ni kero. Kwa hiyo ipo katika hali hiyo, hakuna muda maalum. Ghaira annahu in akharaha fala yuakhiruha akthar min 40 yawman, isipokuwa hata mtu akichelewa kunyoa sehemu za siri baada ya kuwa zishaota au makwapani au kucha ndefu au masharubu, basi asizidishe siku 40. Tunakaa miezi 3 sehemu za siri zinyolewa. Uislamu hata siku 40 isizidi, yani hapo ndio. Na alhamdulillah Uislamu katuwekea baadhi ya taratibu. Iwezekana siku ya Alhamis kuamkia Ijumaa, kata kucha zako vizuri, nenda kanyoe hata nywele za kichwani,
nywele za sehemu mbalimbali, kuwa msafi, ili siku ya Ijumaa uamke ukiwa katika hali nzuri. Umechelewa, Ijumaa yenyewe asubuhi kabla ya swala ya Ijumaa ni wakati mzuri pia. Hii siku 40 inaitoa wapi? Ipo katika masimulizi ya sahaba mkarimu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anasema uqita lana fil qass ash-sharib wa taqlim al-adhafir wa natf al-ibti wa halq al-ana alla natruka akthara min 40 laila. Tumewekewa kwamba, yani Mtume katuwekea katika kupunguza masharubu, kukata kucha, kunyofoa ama kunyoa nywele za kwapani, kunyoa nywele za sehemu ya siri, tusiache zaidi ya siku 40 laila, siku 40. Hivyo ndio wakati usizidi siku 40, mtu ahakikishe kwamba nywele amezinyoa, nywele za sehemu ya siri. Kwa hiyo ndugu zanguni, hicho ndicho kipande chetu cha leo ambacho tulipenda tukumbushane katika yale ambayo ni sunna za kimaumbile. Walillahi alhamd, tumejifunza kupitia mafunzo ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam sunna takriban 10 za kimaumbile ambazo zinamfanya mtu awe katika hali nzuri ya usafi na kusababisha kutokuwa na harufu mbaya. Basi azingatie sunna hizo na kujalia asiweze kukusanya uchafu katika mwili wake. Mfano, kucha zikiwa ndefu ni muhali mtu kufanya nini? Kujidhibiti na uchafu utaoingia ndani ya kucha. Na tunafahamu maradhi pia mengi hutokana na bakteria na uchafu ambao tunaupata katika mazingira mbalimbali kwenye shughuli zetu za kila siku, lakini pia unapokuwa unajisafisha wakati ukidhi haja, inaweza kaingia uchafu na uone kwa nao unatembea nao katika kucha zako au maeneo yako ambayo hujayafanyia usafi. Na sunna hii na maeneo hayo yaliyozungumzwa na sheria ni yale 10. La kwanza kabisa kupunguza masharubu, la pili kuachia ndevu, la tatu kupiga mswaki, la 4 kupandisha maji puani na kuyatoa, la 5 kukata kucha, la 6 kuosha pachipachi hizi na maeneo ya juu ya vidole yenye mikunjo, la 7 kuosha sehemu kunyoa nywele za kwapani, la 8 kunyoa nywele za sehemu za siri, la 9 kustanji kwa maji, la 10 kusukutua. Hizi ni sunna 10 za kimaumbile ambazo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza kwazo kuzingatia mara kwa mara, ikiwa ni sehemu ya kufuata maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia kwayo, kama Allah alivyonena katika aya tuliyotanguliza mwanzo kwenye mazungumzo yetu ya sura ya 30 Suratul Rum, aya 30, faaqim wajhaka lid-dini hanifa, elekeza uso wako katika dini iliyokuwa sawa, fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha, hiyo dini ndiyo maumbile ya Allah ambayo Allah amewaumba watu kwa maumbile hayo. La tabdila li khalqillah, hakuna kubadili katika uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini imara na sawasawa na iliyothabiti. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawayafahamu hayo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.